Naam, tunaanza na soka letu. Tunajikita zaidi kuangalia taarifa ambazo zinavuma kutoka katika ardhi ya Tanzania kwa michezo kiujumla. Nini ambacho kinaandikwa kwenye soka letu, lakini Philip Mkini na Michael Hera ndio kujuza kwamba wako hapa. Tutachombeza mawili matatu kabla tujaanza mambo kwa jumla. Mko shwari? Wana safi. Kila kitu kiko vizuri. Philip Mkini, hali inaendaje? Fresh kabisa. Mambo yanaenda? Tupo tunapambana. Usalama upo? Kabisa. Unapambana na nini? Na maisha. Na maisha. Unataka tupambane na nini? Sawa. Hamna shida. Unataka kuweka vyuma huko. Mimi unajua katika mapambano. Unajua na mwe tumezaliwa kupambana. Sema baba. Wimbo mmoja ni Msondo Ngoma, walimba wanaume tume wimbo wa mateso. Kuhangaika Sasa unatoka nyumbani kwenda kuhangaika afu mtu anahangaika na wewe brother. Unatoka kwenda kutafuta afu mtu tena anakutafuta huko kwenye mihangaiko akuguse. Brother. Sema kiukweli kuna namna watu wanaume tunahangaika sana. Tukirudi nyumbani tumechoka tu watuelewe. Afu bado matatizo yanaongezeka kila siku. Afu bado matatizo yanaongezeka. Unatafuta hela. Alafu kuna vitu vingine inabidi vikae sawa. Kiukweli kila kitu kitakaa vizuri, si ndio? Mungu atatulinda. 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 Sema amina. Amina. Tuendelee. Si ndio Philip? Lakini Philip, baada ya mchezo wa Mzizima Derby kumalizika, ni mwanahabari ambaye umepita kutazama baada ya yale matokeo ya pasi kufungana Simba dhidi ya Azam. Kwenye mitandao kitu gani ambacho umekuta kinajadiliwa sana kwenye ule mchezo? Kuna vingi vinajadiliwa, lakini ambacho kimechukua nafasi kubwa sana ni mkwaju wa penalty ambao Simba wamenyima. Mkwaju wa penalty. Yeah. Michael, kitu gani ambacho umekiona kwenye mitandao kinavuma baada ya mchezo? Hilo tukio ni tukio la kwanza ambalo limezungumzwa sana, lakini tukio pia ambalo la kugawana vipindi kwa timu. Kwa timu. Kwa jinsi ambavyo kila timu ilicheza kwa nyakati tofauti kwenye dakika 90 za mchezo. Tukio la penalty ambalo limezungumzwa. Kwa sababu kuna matukio, kuna watu wanasema matukio ni matatu, kuna wengine wanasema mawili, kuna wengine wanasema ni moja, ambalo kwa wao waliona kwamba ni matukio ambayo yanangeweza kuzalisha penalty. Tukio lipi ambalo wewe unaliona kwamba watu wanalizungumza kwamba ndio tukio la penalty? Libase. Kipindi cha kwanza. Ndio hilo ambalo Philip Mkini linazungumzwa? Ndio hilo. Okay. Wewe unaonaje? Penalty. Philip, penalty ambayo haihitaji hata kwenda kuangalia kwenye VAR. Ile la mkono? Hapana, mimi langu ile moja tu. Ni moja ile. Ile moja tu. Kwa ni penalty. Kwa mjibu maelezo yenu. Kwa maelezo yangu mimi ni penalty. Si ndio maelezo yenu wote wawili mmekubaliana? Kama ni yetu sawa, lakini mimi najizungumzia mimi binafsi yangu. Okay. Kwa hiyo tuangalie kwanza sasa nini ambacho kimejiri kwenye taarifa hiyo. Ni mechi ya Mzizima Derby ambayo imemalizika. Unaweza kusema kuwa mechi hii haikustahili kumalizika kwa sare ya pasi timu zote hizi kufungana kutokana na kandanda safi iliyopigwa kwenye dimba la Azam Complex jana kwenye uwanja huo. Lakini wakati Azam ikikaribisha Simba, mchezo ambao ulikuwa ni wavuta ni kuvute, Simba ilianza vyema mchezo huo kwa kasi zaidi dakika 10 za mwanzo kabla ya Azam FC kuchukua utawala katika dakika nyingine zilizosalia za kipindi cha kwanza, lakini goli halikuweza kupatikana. Mabadiliko ya Aba Abel pamoja na Idi Nado mapema kipindi cha pili yalirejesha nguvu kwa Simba ambayo ilitawala sehemu kubwa iliyosalia kwenye kipindi hicho. Lakini golikipa wa Azam FC Aish Manula alikuwa imara kuzipangua hatari nyingi za mnyama Simba. Aish Manula ambaye alitangazwa kwa nyota mchezo kwenye mchezo huu ambao una hadhi kubwa ya ligi kuu ya NBC na Simba sasa wakawa wamefikisha alama 35 wakisalia katika nafasi ya pili, wakati Azam FC inasalia kwenye nafasi ya tatu ikiwa na alama 34. Tutaenda kutazama hapa viwango vya wachezaji, viwango vya timu zote hizi mbili, lakini kila ambacho pia kilisababisha mchezo huu kuwa na ugumu wa kipekee. Yanayozungumzwa mitandaoni ama yale ambayo yanaonekana ni kwamba ni mchezo ambao ulistahili pia kuwekwa tuta, na unayemuona kati hapo ni Ahmed Arajiga, moja kati ya waamuzi ambao wamejipambanua kutofautiana na waamuzi wengine ambao wanachezesha ligi kuu ya NBC na kupata pia mechi nyingi ambazo zinahusu CAF, lakini pia mechi ambazo zinahusu FIFA. Hivi karibuni amekuwa ni mwamuzi namba 1 kwa Tanzania, lakini akikabidhiwa mchezo huo ambao ulikuwa
unazizima pia kama Mzizima yenyewe ilivyo. Tuanze kuzungumza kiwango cha mwenyeji wa mchezo huu Azam FC. Azam FC kipindi cha kwanza naweza nikasema kwamba walitengeneza nafasi, walitengeneza kila mbinu ambazo walihakikisha kwamba pengine wanaenda kuliona lango la Simba, lakini kwa mashuti kadhaa kama sio matatu ambayo sikosei yaliyolenga lango kipindi cha kwanza, mashuti yale hayakuweza kuzalisha goli katika mchezo huo kwa maana ya kipindi cha kwanza. Philip Mkini, kiwango cha Azam unakitathmini vipi katika vipindi vyote viwili vya mchezo huu? Kwanza kuanzia msimu umeanza, Azam ni timu bora, wana perform vizuri kwenye mechi hii. Ukiona ilikuwa ni mechi ambayo ni ya mtego zaidi kwa Simba, kwa sababu aina ya jinsi ambavyo mwalimu wa Azam alikuja na kikosi chake ni tofauti na jinsi ambavyo mwalimu wa Simba alikuwa anafikiria. Kwa mara nyingi ungeweza ukafikiria hapa katikati hakuna shida sana, lakini ulikuwa unaweza kufikiria kwamba juu labda angeza akamweka Ngita au Kitambala, lakini amekuja na mtu mwingine tofauti kabisa kuwaonesha Simba kwamba alikuwa ameshaelewa. Kwa jinsi walivyocheza, kwangu mimi nafikiri ubora wao wote umebaki kwenye ile eneo lao la kiungo. Azam wako vizuri sana kwenye eneo la kiungo. Imidi Mao alifanya kazi nzuri sana kwenye image. Akaminko pia alifanya kazi nzuri sana kwenye image. Lakini moja ya kitu ambacho unakiona tofauti kwenye hii mechi na mechi zingine ni kwamba hii nafikiri ndio mechi kubwa ambao Faisal ya kuonekana sana. Yaani kwenye matukio mengi yale ya msingi Faisal ya kuonekana. Nafikiri ni kwa nini? Nafikiri Simba nao walikuja wakiwa na plani ya kwamba Azam wanafanya kazi kubwa sana kumtegemea Faisal. Lakini kwa ujumla ukiwatazama kwenye mawinga wao wote walifanya vizuri. Kina Nado goalkeeper, nafikiri mimi kwangu ukiniambia moja ya mtu ambaye alifanya kazi kubwa sana kwenye hii mechi kuliko watu wote basi ni Aishi Manula. Fanya save za kutosha, na sio save tu, ulimuona ya kwamba alikuwa anapambana na mabeki, anazungumza na mabeki wake kila mara, ambao ndio kitu kizuri sana kinatakiwa kwa magolikipa wa kisasa. Lakini kingine mimi kwangu kiniambia ubora wa mechi yote ulimalizwa na mwalimu Ibenge. Kitazama hii mechi kipindi cha kwanza ulikuwa unaona ya kwamba mwenye nafasi kubwa zaidi ya kupata ushindi ni Simba. Kipindi cha pili kilivyoanza tena ukaona nafasi ni ile, lakini nafikiri baada ya yeye kuona ya kwamba kuna uwezekano wa hii mechi kupata goli ni mgumu. Kwa hiyo akaona sasa ngoja tuifunge mechi. Sisi tusifunge na wenyewe wasifunge. Wakati anakuja kumuingiza nafikiri Kanuti kuongezeka pale kwenye eneo la viungo, ina maana alikuwa na viungo watatu wote wakabaji, ambao wote wale ni vyuma, yani ni wale wakabaji wale tipiko kabisa. Sababu alikuwa na Kaminko, akawa na Imidi Mao, alafu akawa na Kanuti. Ukishakuwa na aina hiyo ya viungo, ukiongeza na mabeki wako wanne ambao wanao, ina maana una watu 8 wa kulinda. Kwa hiyo kile ambacho Azam amekuwa kikifanya kwenye mechi nyingi msimu huu, hii ndio timu ambayo mpaka sasa hivi imetoa sare nyingi zaidi kuliko timu zote kwenye ligi. Hii ni sare yao ya 9 msimu huu. Kwa hiyo kile ambacho wamekifanya kwenye mechi nyingi ni mechi zile ambazo wanaona kwamba hatuwezi kupata goli sisi, basi na mpinzani asipate goli, kwa sababu kwa hizo sare zao 9 nafikiri 5 ni bila hawajafungana na wapinzani wao. Kwa hiyo nafikiri hicho ndio kitu ambacho mwalimu alikifanya, na hii inamsaidia. Lakini wakati mwingine unaona kwake zile pointi ambazo amedondosha pointi 18 kwenye idadi ya mechi ambazo amecheza ni nyingi sana, pamoja na kwamba hawajafungwa mechi hata moja. Okay. Inawezekana ikawa ni aina yake ya kucheza, kwa sababu kumbuka Ibenge kwenye misimu miwili au mitatu hakuwa na ligi ambayo ni serious. Yaani timu aliyokuwa anafundisha Al Hilal ilikuwa haina ligi ambayo ni serious sana. Walikuwa wanashiriki sana michuano ya kimataifa. Sasa kila mechi ambayo Ibenge anaenda, unamuona anaenda na ile akili ya mechi za kimataifa, jinsi ambavyo wanacheza. Resi ya ligi nafikiri hapa inakuja kukuonesha sasa ya kwamba yeye mpaka sasa hivi ni beta kwenye hizi timu kubwa, kwa sababu ukitaka kuchukua ubingwa lazima kwanza uhakikishe kwamba wale ambao unapambana nao kwenye ubingwa hawakufungi. Tukizungumza hapo kiwango cha Azam wakati tunajadili huu mchezo wa jana, tunazungumza pia mabadiliko ambayo yalimkuta Idi Nado ambaye alitolewa katika kipindi cha pili. Ni mabadiliko ambayo wengi walishangaa kwamba kwa nini Nado anatoka wakati anaonekana alikuwa ni moja kati ya watu ambao walikuwa wanapeleka mshike mkubwa kwenye lango la Simba. Ni mabadiliko ambayo wewe uliyaona kiufundi yako vipi? Kwangu mimi naona ilikuwa sahihi. Ndio ile inakuja kwenye hoja ya msingi ambao nafikiri Ibenge muda ule alishaona kwamba hii mechi kwake sare ni ushindi. Inawezekana alikuja kuisikia hata na kauli yake ya mwisho aliyosema kuna mechi ambazo ukiona ufungi basi usifungwe. Kwa hiyo wenyewe waliamua kuifunga mechi. Unapokuja kumtoa Idi Nado, ina maana hauhitaji tena kushambulia sana. Unahitaji kuwaingiza watu wengi ambao watakusaidia kulinda kile ambacho unacho kwa wakati husika.
Kwa hiyo nafikiri kwa plani za mwalimu ilikuwa ni sabu sahihi kabisa. Sawa, Michael, tunazungumza mchezo wa Mzizima Dabi ambao ulimalizika pasi kufungana, lakini kila timu ikiwa na kiwango tofauti. Kiwango cha Simba tunaweza tukasema kwamba mwanzoni mwa kipindi cha kwanza ilionekana kwamba inatafuta kile ilichodhamiria kwa maana ya goli, lakini haikuwezekana. Lakini karudi kipindi cha pili ambapo Azam walitoa nafasi kubwa sana sasa kwa Simba kuweza kutengeneza hizo nafasi, lakini bado haikuwezekana Simba kufanya hivyo. Ni kiwango ambacho tathmini vipi kwenye mchezo wa Mzizima Dabi, mchezo ambao anazungumza Philip Mkini kwamba kocha pia anaamini kwamba kama mechi hauwezi kupata matokeo, basi kwa maana ya ushindi inabidi uifunge mechi, kwamba usifungwe. Kile ambacho kilifanikiwa kwamba Azam walikufanikiwa zaidi kuliko Simba ambavyo walicheza mchezo ule. Nafikiri hii ni mechi ambayo unaweza kusema ilikuwa imegawanywa kwa nyakati tofauti kwenye dakika zote 90 za mchezo, kwa maana ya nyakati ambazo Simba alikuwa anaonyesha wako bora kiwanjani na kuna nyakati ambazo Azam nao pia alikuwa anaonyesha wako bora kiwanjani kwenye mchezo. Ukiangalia mwanzoni kwenye dakika ya kwanza mpaka dakika ya 10-15 zilikuwa ni dakika ambazo Simba alikuwa wako sawa sawa. Alianza mechi katika hali ya juu sana kutafuta nafasi ya wao kuwa kwanza kwenye kupata goli, na hizo ni dakika ambazo tayari zilikuwa zimefanya Aisha Manula kuhusika kwenye save moja ambayo ilikuwa ni hatari. Hii ambayo inaonekana hapa ilikuwa ni mapema tu kipindi cha kwanza ambayo Simba alikuwa ameshaitengeneza, lakini domination pia ilikuwa nzuri kwa upande wa kwao. Lakini ukiangalia kuanzia dakika 15 na kuendelea ni nyakati ambazo Azam FC pia nao walijaribu kufanya vitu vingi kwenye kiwanja kwa ajili ya kuona wanawezaje kutengeneza mashambulizi. Na ndizo nyakati ambazo unaona pia kuanzia hapo almost dakika 10 mpaka dakika 45 ndizo nyakati ambazo hata safu ya ulinzi ya Simba ilikuwa inahitaji kufanya kazi ya ziada. Utakumbuka attempt mbili ambazo alizifanya kuanzia kwenye faulu ambayo alipiga Himidi Mao Mkami, ikapelekea pia mpira ambao mlinda mlango alishindwa kudaka vizuri kwa kona, ikawa attempt nyingine ambayo ilazimika pia Tanja Kasali kufanya save kwenye dakika 12 kuelekea 13. Lakini utarejea pia kwenye dakika 43 ambayo Faisal pia alifanya attempt nyingine kwenye hizo dakika. Ni nyakati ambazo Azam nao alikuwa amechukua mechi kwa kiasi chake kwenye hizo dakika, na Simba alikuwa analazimika kufanya kazi nzuri kwenye eneo la kuzuia. Na moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vinaonekana kwa upande wa Azam FC kwenye uchaguzi wa kikosi, kwenye kile ambacho mwalimu alikuwa anakifanya, alichagua wachezaji ambao kwenye eneo la kulinda obviously aliingia tu ni kama unasema ni vile vile ambavyo mara nyingi wanafanya, kuwa na wachezaji kwenye mstari wa kuzuia, wachezaji 4 juu yake, akiwa naamini kwamba nikiwa na wachezaji wawili ambao wanaweza kubadilishana majukumu yao kipindi ambacho tuna mpira na kipindi ambacho hatuna mpira, ilikuwa ni jambo ambalo lilikuwa linatoa balance nzuri. Imidi pamoja na James Akaminko walikuwa wako kwenye ubora mkubwa. Ulikuwa unaona hata katika nyakati ambazo Simba alikuwa anaweka pressure, ilikuwa ni rahisi kwa Azam kuondoka kwenye build up yao. Mmoja kati ya watu ambao alikuwa anafanya kazi hiyo kwa uzuri alikuwa ni James Akaminko. Utakumbuka kipindi cha kwanza alikuwa anachukua mpira mingi sana mbele ya usawa wa goli, anaanzishiwa mpira anachukua na anatani vizuri, anaondoka kwenye kutengeneza mashambulizi ambayo alikuwa na progress nzuri kuelekea kwenye lango la wapinzani. Lakini ukiangalia kwa Azam FC, umemuuliza Mkini kuhusiana na mabadiliko ambayo mwalimu aliyafanya, pengine alipelekea kuwarudisha Simba kwenye track nzuri zaidi ya kushambulia. Nafikiri mwalimu mwishoni alimaliza na jibu zuri kwamba Idi alikuwa ameumia tangu kipindi cha kwanza. Alisema hata wakati anaenda kwenye mapumziko ilikuwa lazimika Idi asirudi kwenye kipindi cha pili, lakini akawa anajaribu kumwangalia atakuwa na muendelezo wa namna gani. Kwa alivyokuja kufanya mabadiliko ilikuwa ni kwa sababu mchezaji mwenyewe alikuwa ameshaonesha kwamba ana majeraha tangu kwenye kipindi cha kwanza. Kwa hiyo ni ngumu kusema umwache mchezaji mwenye majeraha kiwanjani wakati unaweza ukawa na mtu mwingine hapa ni option. Na kilichofanyika, aliingia Shekina Diakite pamoja na Hassan Mzee, kwa maana ya upande wa Idi Nado pamoja na upande wa Aba Abel. Kitabia za kiuchezaji wanafanana kwenye tabia za kiuchezaji. Tabia kwa maana ya ufundi, unaona Idi Nado moja kati ya faida ambayo atakuwa nakupa kwamba anaweza kana tokea pembeni mwa kiwanja, lakini kuingia ndani kwa haraka zaidi na kuweza kushinda vita ambayo inatokea mbele yake. Shekina Diakite pia moja kati ya sifa yake ya kiuchezaji ni pamoja na hiyo. Ni mchezaji ambaye kama akiwa kwenye kiwango bora, utakumbuka kwenye michuano ya Mapinduzi, moja kati ya sehemu ambayo tangu aje Azam FC Shekina Diakite nafikiri ameonyesha kiwango bora kwenye michuano ya Mapinduzi,
sifa yake ambayo ilikuwa inampambanua zaidi ni uwezo wake wa kutoka pembeni na kuingia ndani na kuzalisha hatari nyingi. Lakini kwenye mechi alivyoingia yeye pamoja na Hassan Mzoa alikuwa wako chini. Kwa hiyo ikawa ngumu wao kuingia kwenye reli kwa haraka zaidi kuendana na kasi ambayo Aba pamoja na Idi Nado alikuwa ameanza nayo. Ikawa ni ngumu kuweza kukopi na kile ambacho kilihitaji. Na ulikuwa unaona pengine kwenye kureact kwa upande mwingine, introduction ya Sadio Kanut kiwanjani ilikuwa inatokana na kwamba tayari tuko down kwa watu ambao walikuwa wanapeleka pressure kwa wapinzani. Maana yake ni kwamba imekuwa rahisi kwa Simba kutoka kwenye eneo na kuja kutushambulia. Sasa ili kucounter hiyo pressure ambayo anakuja nayo, tumintroduce mtu ambaye atakuwa anaweza kupunguza hiyo pressure, ambapo ilikuwa ni introduction ya Kanute ambayo ilikuwa inaenda kupunguza ile kasi ya Simba kwenye eneo la kushambulia. Sawa, turudi kutazama nafasi ambazo Mkinde Simba Azam walizitengeneza kwenda langoni kwa Simba. Nafasi nyingi ambazo zilionekana kwamba zilikuwa ni hatari, ni nafasi ambazo wachezaji walitumia nguvu zao za miguu kuweza kuelekeza mpira kwenye lango la Simba. Kwa maana ya Himidi Mao Mkami, mpira wa foul ambao aliupiga ukaenda kumbabatiza Kasari na kuzalisha kona hiyo ambayo pia ilizalisha pia tukio la hatari ambalo Kasari alifanya save. Lakini pia ni mechi ambayo tunaweza tukasema kwamba Kasari pia alitumika kuwa ngao imara zaidi kwa Simba kuweza kuokoa hiyo michomo. Nafasi ambazo Azam walizitengeneza na jinsi ambavyo Kasari aliweza kupambana nazo kwa pamoja, ni kama kipa aliibeba sana Simba jana kwenye mchezo huo. Pengine tungeshuhudia vitu ambavyo sio hivi ambavyo tunavizungumza. Alifanya kazi yake vizuri kwenye dakika zote 90. Unaona kwamba timu yake haijaruhusu goli, lazima umpongeze kwanza kwenye hilo. Fili moja ya tukio ambalo unaweza kulizungumzia sana ni lile la faulu ambayo ilipigwa na Himidi Mao, ambayo ilikuwa ni, nafikiri alikosea kwenye kupanga ukuta wake na lile ikapelekea ule mpira kupita moja kwa sababu ilikuwa ni kama vile kulikuwa hakuna ukuta pale mbele. Na nakumbuka wakati ambapo ukuta ule wanajipanga walikuwa wanamuuliza yeye kwamba tukae wapi, na akawaonesha kabisa bakini watatu, kaeni huku. Kwa hiyo inaonekana kulikuwa kuna shida ya jinsi yeye alivyowapanga, lakini kilichomsaidia ni save ambayo alikuja kuifanya sasa baada ya lile tukio. Lakini hapo hata kama goli lingefungwa, nafikiri mwanzo ungeanza kumuuliza yeye ilikuwaje ukuta ukakaa hivi jinsi. Lakini kwa jinsi ambavyo mimi nashuhudia, Himidi kwanza sio mara ya kwanza kufunga magoli ya namna hii ama kuweza kufunga goli kupitia foul. Ukuta alivyoupanga mimi naweza nikasema ni sahihi, kwa sababu mpira umepita eneo ambalo kipa alikuwa amesimama, kwa sababu ukishapanga ukuta inabidi urudi kwenye eneo dogo ambalo linabaki kwa ajili ya kipa. Ndicho kitu ambacho kipa alikifanya. Pengine mimi ukiniambia pale nitakwambia hawakuhitajika wachezaji watatu. Kupanga ule ukuta ili kumpa ugumu zaidi mpigaji. Yaani walihitajika ongezeko la wachezaji mtu mwingine mmoja, kwa sababu mwanzo alikaa wanne, alafu yeye akawaonesha watatu. Yaani kwamba kaeni watatu. Nakumbuka kuna beki mmoja akatoka pale katikati ya hao. Kwa hiyo kama ina maana wangefunga ile njia ambayo wachezaji wa Azam walikuwa wamekaa pale, ungempa Himidi kazi kubwa zaidi ya kutafuta yengo ya kupiga ule mpira. Sababu lile eneo sio eneo tu ya kwamba mimi nimekaa huku ambapo mpira unapigwa. Kwa sababu angalia, yani kama sio ubora wake, ina maana angekuwa goalkeeper mwingine ule mpira ongeza ukawa goli. Kwa hiyo nafikiri mmoja pale walikuwa wanahitajika kuongezeka beki mwingine pale kuziba huo mwanya ambao unauona hapo ambao wachezaji wa Azam wametoka. Angeongezeka pale, angempa kazi, angeweza kweli akapiga huo mpira ukapita, lakini ingekuwa ni kazi ngumu sana kuupitisha kwenye hilo eneo hapo. Kwa hiyo nafikiri alifanya kazi yake kwenye dakika zote, ingawa kuna kosa moja pia lingine alilifanya. Nafikiri kuna mpira mmoja alipasiwa, alafu alivyokuja kuondoa mguuni kwake wakati anampasia mtu akampasia adui, ambapo walifanya kazi pia wakaokoa hiyo kufungwa. Lakini kuna lile tukio, nafikiri tukio la kona la ule mpira ulipigwa, nafikiri ilikuwa ni ndani ya 6, akaucheza tena ikawa ni kona nyingine. Kwa hiyo kwangu mimi ukiniambia ni mreti, ni goalkeeper mzuri, fanya kazi vizuri sana, ingawa mimi kuna kitu nakiona kidogo sana kwake kwenye matumizi ya mguu. Yaani kihesabu mipira 10 ambao Kasali anapiga kuipeleka mbele, mipira 5 yote itatoka nje. Kwa hiyo nafikiri kuna sehemu ambayo anatakiwa improve sana kwenye matumizi mazuri ya mguu wake. Sawa, pengine alikuwa na siku nzuri kazini kwake, ndio maana tunashuhudia hakuna kitu kwa sababu ya kufungwa ambacho kilienda tofauti. Lakini kuna blanda ambazo alizifanya. Ikiwa ni pamoja na hii ambayo inaonekana ya mpira wa free kick, lakini kuna ile nyingine ambayo ndio hiyo kwenye ile build up ambayo alifanya. Free kick unamaanisha kwenye mpira ambao aliupiga Himidi? Unamaanisha nini ambacho kilitakiwa kuwepo? Issue ya ukuta? Kwa sababu ukijaribu kuangalia kwenye ile tukio, Mkili ameelezea kwamba pengine kwenye ule ukuta kulikuwa anatakiwa kuongezeka mchezaji mwingine ambaye ingekuwa rahisi kwake yeye kuweza kumanage eneo lake la kudaka.
excuse yake inakuwa ni kwamba yeye alikuwa ameweka ukuta upande huu wa watu watatu, ili eneo maanake yeye ndo anadili nalo. Kwenye goalkeeping maanake ni kwamba upande ambao unaweka ukuta wewe hautadili nao sana. Kama ikitokea mpira ukavuka hapo kaenda kufanya save, utakupa tu kongole kwamba umefanya kazi ya ziada kwenye kuokoa mpira. Lakini kwenye hichi kipande ambacho kinabakia kwenye ule ukuta kwa mfano alivyopanga, maanake upande huu ambao ulikuwa umebakia kote ndio alikuwa anatakiwa kudili napo hapa. Unaona ile shuti ilivyopigwa, catching yake haikuwa nzuri. Yaani ule mpira ambao aliucatch akufanya katika hali ambayo ilikuwa ni 100%. Ujue ni shuti ambalo binafsi naweza nikasema kwamba alikuwa na nguvu na hata mawazo ya Kasari alipokuwa anataka kufanya mwanzoni pengine alibadilika baada ya kuona kwamba hawezi kuhold ule mpira. Kwenye goalkeeping wewe kama goalkeeper unatakiwa kuwa na mawazo mangapi unavyoenda kufanya tukio la kusave? Unatakiwa uwe na mawazo mengi. Hapana. Lakini natakiwa pia uwe na ushapu wa kuweza kubadili mawazo. Alichokifanya mpira naenda kuudaka au naenda kusave. Mpira uwezi ukawa juu unakuja imepigwa cross wewe unaanza ni udaki au ni yani unawaza mawazo yote afu hujawa na maamuzi kwamba mpira naenda kufanyia nini. Unatakiwa kuwa na maamuzi kwamba Kasari alikuwa anataka kuondoa ule mpira. Ndio maana nakwambia yeye kama goalkeeper anatakiwa kujua kwamba huu mpira naushika. Huu mpira na jaribio la kushika likakataa. Kwa maana catching yake ndio kwamba yule goalkeeper unafikiri alikuwa anataka kufanyaje kwa ule mpira? Au alikuwa anataka kuushika. Kwa hiyo alishindwa kuushika. Tunakubaliana kwanza. Kwamba catching yake ni kwamba alishindwa kuushika. Hilo ni kosa lake kwanza. Kushindwa kuushika alafu ukavuka ina maana ni kosa lake. Inawezekana sio kosa kwa sababu ya nguvu ya mpira ambao yani mpira ulikuja kwa nguvu kubwa. Kwa maana hiyo jaribio la kuushika lilivyoshindikana akajaribu kuondoa katika eneo lake. Kwa maana ingekuwa katikati ya goli ile ni goli. Lingekuwa katikati ya goli. Lisingekuwa goli kwa sababu umetoka mpira kwa hapo. Halikuingia golini. Anakuambia kwa mfano iko menyoka hivi. Yaani kitu ambacho tunashindwa kuelewa pengine tunaamini kwamba kila jaribio ambalo litapigwa kwenye lango la timu fulani basi kipa anaweza akaushika mpira. Yaani tujekataa. Mawazo ya kipa pengine alikuwa kwamba ni kuushika ule mpira. Hata kama ukiangalia video ni kwamba ni kuushika ule mpira. Lakini ikashindikana kutokana na uzito wa mpira ulivyokuwa. Anachokifanya ni kujaribu kubadili tena mawazo kwamba nini kifanyike. Kubadili mawazo kwenye tukio sio shida. Na mawazo yake yalienda vizuri kwa sababu hata kama angetaka kung'ang'ania ikashindikana akaupeleka nje. Ndio maana nakwambia ni kwa sababu hajafungwa goli. Inabakia kwamba alikuwa na kazi yake imebakia kwa salama. Tunaweza tukarudi kwenye mfano tukio lingine ambalo lilitokea, tukio lingine ambalo lilitokea kwake. Ile tukio la Saduni. Yaani kwenye mazingira ambayo yeye kama goalkeeper si ndo sio tukio la kwanza ndani analifanya. Blanda kama ile ni blanda ambayo inajirudia nafikiri kwake. Kwenye build up ambayo ilikuwa nafikiri tukio hili hapo unaona hii ameanza mpira kwa Yusuf Kagoma. Kagoma kaona huku akuendeki. Sasa angalia blanda ambayo alikuwa ameifanya hapo. Umeona ile tukio ambalo alifanya ni kwa sababu tu Saduni mwenyewe hakuwa mkatili kwenye ile eneo kwa ajili ya kumalizia ile tukio. Lakini angalia kuanzia kwenye build up ya kwanza inavyoonekana kwenye ile tukio. Kwenye matukio ya build up inawezekana kukaa na variation nyingi kwenye kufanya build up. Inawezekana kuna build up ambayo itaanza kwa mlinda mlango kwenda kwa center back ama itaanza kwa center back kwenda kwa goalkeeper ama kuna wakati mwingine kuna timu zinaweza kashuka na kiungo kabisa pale chini kwenda kuanzisha ule mpira. Sasa hii ilikuwa ni variation ambayo ilikuwa inamhusisha defender, mlinda mlango, kiungo ili tuweze kuondoka kwenye ile eneo. Sasa wakati wanaondoka kwenye ile tukio, angalia ambacho yeye alikifanya, awareness yake ilikuwa ni namna gani? Mimi najaribu kuangalia kwenye hama tukio ambayo ilikuwa inahusisha mpira kuanzia chini kwa maana ya Simba. Yalianza zaidi ya mara 3 mara 4. Yaani walikuwa wanafanya hicho kitu. Hata baada ya hilo tukio kutokea, mpira uliofuata ulianzishwa kwa njia hiyo hiyo tena. Sio tatizo. Kwamba walianza hivyo. Ndio nakuja kurudi kwamba pengine wakati Simba wanakuja na mpango huu kwamba mpango wa mechi huu pia ulikuwa ni sehemu ya mpango wao wa kucheza. Ndio maana nimekwambia hizi variation za hivi zipo nyingi. Yaani zipo nyingi hizo za hivyo. Ndio maana kuna muda sio kama muda wote alikuwa anaanza. Umeona mpira ameanzisha udefender nani Tule ameanza na goalkeeper. Lakini kuna variation huyu Tule anaanza na goalkeeper. Maana goalkeeper atakuwa na utulivu na kuchagua wapi kwa kupeleka mpira. Kwenye hiyo option kuna kuwa na faida ya kuwa na kiungo, kuna kuwa na center back wawili pembeni kwako. Yaani kulia kuna kuwa na center back, kushoto kuna kuwa na center back.
mbele yako ana drop kiungo, juu unamwona fullback tayari ameshaondoka. Wakati unaopokea mpira kama mlinda mlango unakuwa unaona hizo triangle zote, unaona kulia, unaona kushoto, unaona mbele, na bado kuna option nyingine ya juu kwa fullback, ambaye fullback pale obvious anakuwa hayupo kwenye lile eneo, anakuwa ameshaondoka kwa sababu anajua ni mpira ambao utaondolewa kwenye ile eneo muda. Maana pale fullback alikuwa ni option nyingine ya juu kabisa. Wakati Kagoma ameona kwamba mpira, kwa sababu alivyokaa akukaa kwenye after, ni kwamba angeweza kugeuka na ule mpira aondoke nao. Alikuwa amekaa kwenye mazingira ambayo anajua mpira ukifika hapa na muanzisha tena golikipa, unasema unaanza zero. Kwenye zero yake ya Kasali ambayo alikuwa anatakiwa kufanya ni option ya kuona sasa kwamba kwenye hizi triangle zangu ni wapi ambapo natakiwa kuipeleka huo mpira. Sasa unatakiwa kuchagua option ya kupeleka kwa fullback ambaye alikuwa tayari ameshaondoka, ambaye ni fullback ya kushoto. Alikuwa ameshaondoka upande wa juu, ameenda juu kwenye eneo ambalo alikuwa anatakiwa kwenda kwenye line yake. Unakiri Kasali alikuwa na mechi mbaya jana? First half alikuwa na mechi mbaya. Ni kwa sababu tu Azam hakutumia hizo nafasi kumfunga. Sawa, tutazame kiwango cha Aishi Manula, mlinda mlango wa zamani wa Simba ambaye alipita Unyamani kabla ya kurejea Azam FC alikotokea, na jana alikuwa na moja kati ya mechi nzuri zaidi. Moja kati ya saves ambayo alifanya bora ni hiyo ambayo ilimhusisha yeye pamoja na Libase Geye, mchezo mpira ambao ulikuwa ukielekea kwenye lango la Azam, lakini akaweza kupaka mafuta. Wanasema wachambuzi kupaka mafuta. Hiyo ni watangazaji ndio wanasemaga, sio wachambuzi. Hapo mafuta yamepakwa wapi? Watangazaji ndio wanasemaga, wanaotangaza mechi ndio wanasemaga kaupaka mafuta. Sasa hiyo ni wachambuzi hapo mafuta. Ushawahi kuona mtu anapaka mafuta hivyo? Philip Mkini, turudi kwenye kiwango cha Aishi Manula. Binafsi naweza nikasema katika michezo ya hivi karibuni, ukiondoa huu mchezo dhidi ya Wydad, ni mmoja kati ya michezo ambao Aishi Manula alicheza kwa kiwango kikubwa zaidi, na pengine haishangazi kwa sababu ni mchezaji ambaye amewahi kucheza mechi kubwa. Aishi Manula jana, yeye na Simba mabegani, ameiweka Azam FC, alistahili kuwa man of the match kama ambavyo ilikuwa. Hakuna shaka yoyote, kwa sababu kiacha na ile tukio ambao unasemea, mimi nitaanza na lile la mwanzo kabisa la Selemani Mwalimu, kwa sababu kwanza pale huwezi kumlaumu Selemani kwa sababu jinsi ambavyo aliupiga ule mpira, alikuwa na uhakika wa asilimia kubwa ya kwamba mpira umeshaenda wavuni. Kwa hiyo nafikiri alifanya kazi yake, lakini kikubwa hapo unatakiwa umpongeze sana Aishi. Kwangu mimi ukiniambia kwa magolikipa bora sasa hivi kwenye ligi yetu, na unamweka Aishi, ni mmoja kati ya makipa bora sana. Fanya save nzuri, anaweza kufanya kwenye matukio ya moja kwa moja, lakini pia mtazame kwenye mipira mfano ya kona inayopigwa. Kwenye mechi ya jana nafikiri mipira mingi ya kona ambao alipigia Simba, mingi alikuwa anaanza kuicheza yeye, ambao ni anajitofautisha na makipa wengi ambao wapo kwenye ligi kwa sasa, ambao mipira mingi aidha atapiga beki au ataipiga ataokoa au wapinzani watafanikiwa kupiga vichwa. Kwa hiyo nafikiri kwangu mimi ni goalkeeper mzuri. Hata wakati nilipokuwa naitazama hiyo mechi, ilipokuwa wakati watu wanazungumza kuhusiana na ule mkwaju wa penalty, kuna baadhi ya watu waliamini hata kama penalty ingetokea kwenye siku ya jana, alikuwa bora sana, alikuwa na uwezo wa kufanya kazi yake vizuri. Kwangu nafikiri amerudi kile ambacho aliwahi kukifanya Simba, ule ubora ambao aliuonesha Simba na kufanikiwa kuwapa ile sifa ambao wanayo sasa kwenye michuano ya kimataifa, ndio huu ubora ambao anakuja kuonesha hapa. Lakini kingine, ndio mmoja kati ya magolikipa ambao hawajaruhusu magoli mengi msimu huu kwenye ligi. Nafikiri timu ambayo haijaruhusu magoli mengi, au wameruhusu magoli 4 tu mpaka sasa hivi kwenye ligi. Kwa hiyo hicho kinaonekana ni kitu ambacho kinambeba zaidi Aishi kwa sasa. Labda unawezekana ukawa ni msimu wake bora zaidi kama Azam watafanikiwa kupata kitu kikubwa zaidi ya nafasi ya pili na ya tatu. Kama watachukua ubingwa huu, unawezekana ukawa msimu bora zaidi wa Aishi Manula. Kwa hiyo kiwango cha Aishi Manula tunaweza tukasema kwamba timu ya taifa pia inarudi kwa kwenye mikono salama kama Aishi Manula akiwa kwenye kiwango bora. Mimi sijawahi kuwa na shaka na Aishi. Yaani hata wakati ambapo alikuwa bado hana timu acheze sana hapo katikati, nilikuwa naamini ya kwamba anastahili kuwa kipa wa timu ya taifa. Okay. Kwangu mimi nafikiri ni nafasi yake. Aachiwe kwanza, kuna wengine wanakuja wataendelea kujifunza kupitia yeye. Sawa, haya nazungumza na Philip Mkini, mchambuzi ambaye tuko naye hapa tukiangazia yale yote ambayo yanajiri kwenye mchezo wa Mzizima Dabi ambao ulihusisha Azam dhidi ya Simba. Mchezo ukimalizika kwa suluhu, timu zote hizi mbili zikashindwa kufungana, lakini matukio mengi sana yaliweza kugubika mchezo huo. Moja kati ya matukio makubwa ambayo yanaendelea kuzungumzwa ni matukio ambayo pengine watu wanaamini kwamba yangeweza kuzalisha mkwaju wa penalty, kwa maana ya refa
kuweza kuona kama yangestahili kuwa kuwa ni penalty, lakini haikutokea hivyo. Ahmed Arajiga hakuna tukio lolote ambalo aliona kwamba lingefaa kuweza kuamuliwa kwenye njia hiyo ambayo watu wengi walikuwa wakifikiria, lakini ndio maana tuko hapa viwanjani kuweza kuangalia kama ni kweli matukio hayo yote yalikuwa yanastahili penalty ama hayakustahili penalty. Ndio tunaingia sasa kwenye kitovu cha uchambuzi kuweza kubaini kile ambacho kiliweza kuamuliwa na Ahmed Arajiga. Michael Yera yuko hapa pamoja na Philip Mkini. Bado tunaendelea hii ni viwanjani. Umesema kwamba Libasi Gay alistahili kupata penalty kwa tukio lile. Yaani Simba ilistahili kunufaika na tukio ambalo lilimhusisha Libasi pamoja na Mendoza, si ndio? Haikutokea penalty. Ngoja tuone kwanza tukio lenyewe litakuwa liko vipi, alafu tuje tuangalie sasa wale ambao wanazungumza kwamba ni tukio ambalo linaweza likawa lingezalisha penalty ama halikuzalisha penalty, tutajua. Lakini kwanza tukio ni hili hapa ambalo Libasi anaingia kwenye penalty. Penalty. Msindo alikuwa analalamika nini? Alisema yule sasa amekudanganya, muadhibu. Hakumwadhibu. Yaani si umeona yule kadondoka pale kwenye eneo lile. Maana adhabu pale ilikuwa ni kwamba kwa Msindo kama alikuwa anamchonganisha Arajiga. Anamwambia kwa wewe kadondoka pale, kajidondosha. Sikakudanganya. Kakudanganya. Kamtie kadi. Mpe kadi. Arajiga akasema umtego. Akasema mtu anataka kunifanyia mambo ya ajabu. Kwa sababu Msindo ameshuhudia ule lile tukio. Anaondoka wote wakiamini kwamba sio tukio la penalty. Anaondoka kumfuata Arajiga, haya turudi sasa, yule jamaa muongo kakudanganya yule. Arajiga aseme bwachana na mimi. Mwache tuendelee na maisha. Sawa. Ni tukio ambalo linazungumzwa kwa ukubwa wake kwamba lilitakiwa liwe penalty. Philip Mkini na Michael. Kila mmoja nimemuuliza kabla kipindi hakijaanza kwamba ni kweli ni tukio ambalo linazungumzwa kwamba lipo kwenye njia ya penalty. Hebu Philip nipatie ufafanuzi. Kwa nini liwe penalty na kwa nini lisiwe penalty kwa Ahmed Arajiga? Ni mimi kwangu nilisimamia kwamba ni penalty. Nasimamia ni penalty kwa sababu kuna contact ya mguu. Ukitazama usiangalie tu mkono. Watu wengi wanazungumzia hapo, angalia huo mguu wa kulia, nafikiri anakuja kumkwatua. Kwa hiyo hicho alichokuja kumkwatua ndio inayotengeneza penalty. Mimi sizungumzii ile konga la mkono. Yaani ukiangalia hapo kuna penalty ambayo haina doubt. Na kwa nini mimi naamini kwamba ilikuwa ni penalty? Muangalie muamuzi sehemu alipo. Muamuzi ameliona ile tukio, yani sio tukio la kuja kusema kwamba lazima ukaangalie kwenye VAR ndio ulione. Pale alipo Arajiga amemuona moja kwa moja na ule mguu uligonga upande wake kule ambapo alipokuwa amekaa. Lakini pia kwa line nafikiri naye pia ni tukio ambalo lazima ameliona kwa sababu ya mazingira yale. Sio mbali sana kuweza kusema kwamba hawezi kuliona. Yaani huyu ameingia na ukimwangalia Libasi alichokuwa anakitaka, alikuwa anajua nini anakitafuta. Alijua kabisa nikiingia na huyu ndani aidha atanisukuma au atafanya hicho alichokifanya. Kwa hiyo ilikuwa ni penalty halali ambao mimi kwangu naamini hata beki wa Azam alifanya tukio ambalo anajua anafanya kitu gani. Yaani sio tukio la kusema kama ngoja nifanye bahati mbaya. Alifanya makusudi akiwa anajua kabisa bwana bora itokee penalty, watapiga penalty labda wanaweza wakakosa. Kwa hiyo sioni doubt yoyote kuhusiana na hao ambao wanahitaji uwe ni mkwaju wa penalty. Unaamini kwa nini haikuamuliwa kwamba ni penalty wakati ambapo ni mkono? Mwamuzi msaidizi namba 2 namba 1 ilikuwa ni mkono pamoja na Arajiga wakiwa jirani na eneo hilo la tukio. Unaamini kwa nini haikuamuliwa kwamba ni penalty? Kwangu mimi nafikiri ni yale makosa yanajirudia ya waamuzi. Kumekuwa na makosa mengi ya waamuzi msimu huu. Kwa hiyo nafikiri ni moja kati ya hayo, na kingine inakuwa ni hofu. Kuna wakati hizo mechi zikishakuwa kubwa unahisi kama vile muamuzi anaingiwa na hofu sana. Hii fungia imekuwa ikisababisha hata waamuzi muda mwingine kushindwa kujiamini na maamuzi ambayo wanayafanya. Kwangu mimi naona ni sahihi. Sababu unajua kinachotokea ni kwamba hapa unacheza na maisha ya watu. Na wewe ndio muamuzi wa yale maisha ya watu. Tumia nguvu kubwa, wamejiandaa, kaa kambini, wametumia gharama kubwa. Sisi kila siku tunazungumza aina wachezaji ambao wanasajiliwa kwenye ligi yetu, sajiliwa mchezaji wa gharama kubwa. Alafu inatokea tukio kama hili, mimi naamini kufungia ni jambo la msingi. Tena kiwezekana wakati mwingine wale ambao wanashushwa inakuwa ni bora zaidi. Kwa sababu ukiona haya matukio sio kwamba yanaisha. Kila siku linakuja jipya. Yaani kila siku linaingia lingine, linakuja lingine. Kinachoonekana pia waamuzi nao hofu hawana. Yaani wewe inawezekana unawaonea huruma lakini wenyewe hawajionee huruma kwa sababu sio matukio ya kwenda kulazimishwa kwenda kuyatazama. Kuna matukio yale mimi wanasemaga ili ilikuwa gumu sana kuliona.
lakini tukio kama hili mimi siamini ya kwamba lilikuwa ni gumu kuliona. Ni miongoni mwa waamuzi ambao wanasifika kwamba ni wagumu sana kuweza kufanya maamuzi hayo ya kutoa penalti. Yeah. Sasa Kwa sababu hata tunakumbuka michezo ya nyuma kwenye dabi tuweze kushuhudia michezo ambayo pia ilienda kwa lawama kwamba Arajiga alipaswa kuweza kukubali kwamba lile tukio ni tukio ambalo linaenda kuzalisha mkwaju wa penalti, lakini Arajiga alifanya kwamba hakuna kitu ambacho kinaonekana hivyo na akamwambia tuendelee kucheza. Sasa kwangu mimi ukiwa ni mwamuzi hauoni kwamba ni tabia ambazo mwamuzi anajijengea kwamba ni mwamuzi mgumu kutoa penalti, ni mwamuzi mgumu kutoa penalti, na inaenda inakuwa sasa ni kawaida kwamba huyu tushamzoea ama iko hivi? Ya sasa ukiwa kama ni mwamuzi wa hivyo matukio yanajirudia kwa kondo yao ambao ninakuambia kwamba kumfungia mwamuzi sio kosa, kumshusha mwamuzi sio kosa, kama anafanya matukio ambayo yanajirudia na yanaonekana. Wewe umeshasema kwamba ni mgumu wa kutoa penalti. Mwamuzi ambao ni mgumu wa kutoa penalti halali sio mwamuzi anayefaa kwenye ligi. Sababu wewe kazi yako ni lazima kama ni penalti utoe penalti. Sasa Michael, tusikie hii kabla tujaenda kusikiliza makocha nini walichokizungumza Steve Barker pamoja na Fry Benge. Unaamini nini katika tukio hili? Ni tukio ambalo kwenye tafsiri ya sheria za mpira ni kwenye ile sheria ya 12 ya foul and misconduct. Mwamuzi wa mchezo atamlinda zaidi yule ambaye yuko na faida kupata mpira. Kwenye hii mechi alitokea matukio haya mawili yanayofanana na haya. Tukio la kwanza lilitokea kwa Libase Gay huyo dhidi ya Pascal Msindo. Msindo akapata kadi ya njano kama nakumbuka kwenye ile tukio. Ilikuwa ni tukio ambalo Libase alikuwa amepata mpira, akamhesabia, akajua kwamba mpira nikiukanyaga pale mbele kwa spidi yangu ambayo niko nayo. Umeona ili tukio? Ndio. Angalia tukio linavyotokea. Ile ni obstruction ambayo alifanya Pascal Msindo. Kwa sababu alikuwa anajua kwamba mpira ninavyokanyaga mimi ndo niko nao. Kwa hiyo nimeukanyaga mbele, yote ambaye atakuwa kunigusa hapa itakuwa ni faulu ambayo mimi nitakuwa naipata. Na Msindo akaongeza tena umbo lake kwa kumsukuma na mkono, akamtoa kwenye reli, ikawa ni faulu ambayo ilipelekea kadi ya njano kwake kuweza kupata. Unaona ile tukio. Lakini ilikuwa ni mbaya zaidi kwa sababu angalia mkono wa Msindo, nguvu ya mkono ilikuwa kubwa sana. Lakini ni tukio ambalo unasema unamlinda huyu mwenye mpira. Unaofanya obstruction kwenye eneo hili. Kwanza hata pia nyinyi itakiwa kwa faulu ile ya kwanza ya Emili Mamkami kwa sababu alikuwa bado na mpira. Advantage ilikuwa inaendelea, Msindo akaja akaimalizia ile tukio la faulu ambalo ilikuwa ni tukio lingine la faulu ambalo liamliwa vizuri kabisa na mwamuzi akaonesha kadi ya njano. Sasa kwenye ile tukio la pili ambalo linatokea kule ni tukio ambalo pia Libase Gay bado alikuwa anapata faida kama hii ambayo alikuwa anatakiwa kuipata hapa ya mpira kuwa kwake na yeye mwamuzi anatakiwa kumlinda yule ambaye yuko na mpira. Akamlinda. No. Hapa hii alimlinda. Hii alimlinda mwenye mpira. Sawa. Ilikuwa sawa kabisa. Na Barlack kwenye ile tukio Msindo pengine angeweza kuadhibiwa zaidi kwa sababu angalia sehemu ambayo alipeleka mkono. Yaani mkono wa Msindo ulienda kwenye sura kabisa, angalia mkono ulivyoenda Msindo. Umeona mkono ulivyoenda? Yaani sawa kwenye mpira unasema utatumia konga sio na vitu vingi, lakini angalia ile konga unalipeleka wapi? Akapeleka usoni. Umeona ule mkono ulivyoenda. Sasa ile tukio unaliacha ni kwa sababu mwamuzi alihukumu sawa kwamba ni faulu ambayo Pascal Msindo ameifanya kwa Libase Gay. Ikatokea Libase Gay huyo kwenye ile tukio ambalo sasa nalijadili kwamba ilikuwa inatakiwa kuwa penalti ama sio penalti kwa mujibu wa kile ambacho kilitokea. The same mistake. Mtu yule ambaye yuko na mpira kwa maana ya Libase Gay ambaye alipata mpira akatumia pia faida ambayo yeye yuko nayo kwenye dribbling. Akauchukua mpira akaweka kwanza mguu wake wa kushoto. Wakati anamhesabia Fuentes alikuwa anajua kwamba huyu pia hawezi kunipata. Akawa ameukanyaga mpira, akakaa katikati ya mlinzi na mpira. Yaani mpira upande wake na mlinzi anamfuata nyuma yake. Maana chochote ambacho kitatokea hapo kwanza, mwamuzi anatakiwa kujua kwamba huyu ambaye ametokea nyuma ilikuwa ana target ule mguu ambao unasema kwamba pengine ulienda kusababisha tukio ambalo lingetafsiriwa kama ni penalty. Sio kama kwenye jitihada za Mendoza na mwenyewe kujitafutia sehemu ya kuweza kukanyaga. Sasa wakati yeye anajitafutia sehemu ya kwenda kukanyaga, sio kwamba ndo utafutie kwenye mwili wa mtu. Yaani wewe tafuta sehemu ya kukanyaga sawa ili upate balance. Lakini kwa nini utafute wakati ambao mimi nina mpira ndo uje unifanye kama ndo kinga yako ya mwisho? Mpaka tukio sasa linaenda kukamilika kwamba sawa sasa anamwangusha Libase eneo lile. Libase alikuwa na uwezo wa kumiliki ule mpira kwa tukilirudia kwenye tukio tukipata kuliona tena hapo utaona distance ama jinsi ambavyo mpira ulikuwa bado upo kwenye miliki ya Libase Gay. Faida bado ilikuwa inaendelea kuwa kwake. Ni kwa sababu yeye wakati anaupata mpira wa kwanza
alikuwa ameupata mpira kwenye mguu wake wa kushoto na bado akawa amefanya touch ambayo ilikuwa ni nzuri, bado yupo kwenye possession ya mpira ambao ulikuwa bado yupo kwenye faida yake. Akawa anatafuta sehemu ambayo anajua kwamba nikiweka huo mpira bado mimi pia nitaenda kuupata kuliko mpinzani ambaye atakuja kuupata huo mpira. Sasa wakati anaokanyaga mpira wa pili ni wakati pia ambao Mandoza akawa anatafuta naye kuweza kuwini ule mpira. Bad luck, Mandoza hakuenda kuwini mpira, alienda kuwini mwili wa mtu. Pengine Arajiga anaweza akawa aliona ilikuwa ni bato ambayo ni ya shoulder to shoulder, kwa sababu bato ilikuwa imeanzia hapa juu. Ndio. Which unasema kwenye football ikitokea kwenye shoulder to shoulder huwezi kuhukumu kama foul. Lakini ya kwanza ilikuwa hapa juu, lakini ya pili ile contact ya chini ambayo pia alimtoa kwenye reli kwa kutumia mguu, ni matumizi ya nguvu ambayo alipitiliza, ambayo alimtoa Libase Gay kwenye reli na ilikuwa inatakiwa. Umerate vipi kiwango cha waamuzi katika 10? Unapatia ngapi? Kwenye 10 wanaweza kachukua 6.5. 6.5. Kwa hiyo 3.5 ni hizo ambazo za penalty na mambo mengine ya offside ambazo Azam na wenyewe kwa tukio hilo la penalty na zile. Sawa. Philip, unarate vipi kiwango cha waamuzi katika 10? 4 kwa 6. 4 kwa 6. 6 zako? 6 zangu 6 zako afu ni umewapatia. Sawa. Unapa ngapi? Mimi waamuzi wa jana kwa nituambia waamuzi wote wa mechi ya dabi. Kwa sababu ujue waamuzi wanavyo warate kwamba kuvaa kama yuko vizuri nini? Uko sawa. Piga 5. Alafu performance sasa uwanjani naye 5. Kwa hiyo katika 10 unaangalia mwamuzi vipi, kakamilika vizuri, saa labda ana saa moja. Vyote alikuwa navyo hivyo. Vyote alikuwa vizuri. Sasa kwenye performance kwenye 5, mimi kwenye 10 kwa ujumla, kuvaa kweli alipendezwa, alinyoa vizuri. Hizo 5 wapi? Kwenye 5 hizo za kwao za kuchezesha, nadhani tumekuwa na waamuzi ambao sasa hivi ni waoga sana. Yaani tumekuwa na waamuzi ambao ni waoga, wanaogopa kuzungumzwa. Hawaogopi yani wanaogopa kuzungumzwa baada ya mechi kumalizika. Hawaogopi kwamba wakifanya kitu, yani wanaogopa kwamba wakifanya kitu baadaye watarudi kitapokelewaje kuzungumzwa. Lakini mimi ningekuwa mwamuzi nadhani ningechezesha mechi 2-3 za mfano. Alafu ningefukuzwa. Kwa mfano ningefukuzwa. Sababu usingeshushwa daraja, ungefukuzwa kabisa kwenye hiyo kazi. Kwa sababu maamuzi, ujue maamuzi yanavyogharimu. Kwa mfano tuzungumzie goli ambalo pengine Simba walilifunga kwenye dabi pale uwanja wa Amani likakataliwa. Ni goli ambalo watu wanarudi wasema ni goli ambalo litakiwa lisimame kama goli halali. Lakini mwamuzi kwa utashi wake kakataa kwamba hapana, hili sio goli. Sasa unarudi na angalia gharama ambazo zinaenda kuchukuliwa kwa sababu ya maamuzi yako ambayo yamesababisha kitu ambacho hakikuwa sahihi, ama kitu ambacho sio sahihi kinaamuliwa kwamba ni sahihi, kinaenda kuumiza sana. Na hili pia lingesaidiwa sana, na nadhani teknolojia ya VAR ingechangamshwa ili kuweza kusaidia pia matukio makubwa kama haya. Kwenye mechi hizi kubwa kama hizi tungeweza pia kuona jinsi gani ambavyo tunaweza tukapata. VAR haitaki hivyo. Haitaki mechi uchaguzi. Kanuni ya VAR inataka kama ni ligi. Mechi zote 240 lakini inawezekana kwa sababu ni ligi ambayo sasa hivi ni kubwa, kwa hiyo tunaweza tukaingia moja kwa moja huko tutengeneze zone tu. Tukasaidia tu. Tucheze ligi kwa zone ili tutumie VAR. Tucheze kwa zone. Zone moja iwe daa, nyingine moja labda daa, kanda mashariki na magharibi na kusini. Tumie VAR. Tumalize hilo.